Masikio na macho ya wapenzi wengi wa soka nchini Tanzania bado yapo kwenye vilabu vya Simba na Yanga. Na kubwa ni kutaka kujua hatma ya mchezo namba 184 ambao ulikuwa upigwe weekend hii siku ya tarehe 8 Machi mwaka 2025. Na mchezo huo haukuchezwa, kila mmoja akitaja sababu ambazo alikuwa amezitaja, lakini licha ya bodi ya ligi kuu Tanzania bara kuahirisha mchezo, mambo yakawa mengi katika weekend hii siku ya Jumatatu, Jumanne pia ambao ni leo. Bado hatma ya mchezo huo bado haijajulikana. Sasa kufuatia taarifa hiyo, Yanga Sports Club inaonekana bado wamesimamia msimamo wao ule wa kutaka alama 3 katika mchezo huo. Kwa mujibu wa mchambuzi Jemedari Saidi, ameandika kupitia kwenye ukurasa wake wa Instagram akizungumzia kile ambacho kinaendelea. Klabu ya Yanga imeandikia barua rasmi bodi ya ligi kuu Tanzania, barua ya kuomba alama 3 na mabao 3. Barua hiyo yenye kumbukumbu namba RFNOYASC/M/M/184/2025/201 yenye kurasa 5 ambayo imenakiliwa pia kwa afisa mtendaji mkuu wa Simba Sports Club. Ni barua ya tarehe 10 Machi mwaka 2025 na imesainiwa na CEO wa Yanga Andri Mtine. Sasa katika malalamiko hayo rasmi kwa bodi ya ligi kuu, licha ya kuomba alama 3, Yanga wanataka kulipwa gharama zote za maandalizi ya mchezo ambazo ni kiasi cha shilingi milioni 56,435,035 ambazo zimeainishwa katika kipengele namba 17 cha barua hiyo yenye vipengele 19. Katika kipengele namba 18 wanasisitiza kwamba wanataka ifahamike wazi hawako tayari kuicheza mechi hiyo katika msimu huu, na kwamba mechi ilighairishwa kwa makosa ya makusudi ya Simba Sports Club. Kwa hiyo wanastahili alama 3. Lakini pamoja na hayo, Jemedari ameendelea kuandika kwa kusema kwamba wameipa bodi ya ligi saa 72 baada ya kupokea barua yao kutoa maamuzi ya haki na weledi kwa kuzingatia madai yao. Mwisho wamesema kama madai yao ya alama 3 na mabao 3 na gharama za mchezo hayatozingatiwa na kupewa umuhimu wa kupata haki yao, wanalipeleka swala hili kwenye mamlaka za juu zaidi, kwa maana ya kwenda kwenye ngazi nyingine, kasi huko, ili kuweza kupata ufafanuzi au kupata haki ambayo wanakuwa wanaidai katika mchezo huo. Hili linaendelea kuibua hisia za watu wengi, na siku za hivi karibuni, kwa maana ya siku ya jana na leo, kauli nyingi zimezungumzwa, na hii ni kutokana na wachambuzi pia kulichambua swala hili kwa urefu na mapana yake, wengine wakitoa reference ya michezo mingine ambayo ilipita ya wakubwa hao wa ligi kuu Tanzania bara ambao hili si mara ya kwanza linajitokeza, na mwisho wake hatua ambazo zinachukuliwa ni kama hatua nyepesi hivi ambazo hazilingane na makosa ambayo wao wameyafanya. Na wakati mwingine watu wanaenda mbali zaidi na kuhoji kwamba vipi hiki kinachojitokeza kingekuwa kimefanywa na klabu nyingine ndogo ndogo, je, wangepata adhabu kama hizi au mambo yangekuaje? Haya ni mawazo ambayo yamekuwa yakijitokeza katika maeneo mbalimbali. Wewe una mawazo gani? Nafasi ni hii, andika kwenye comment hapo, tutakuja kupita na ujumbe wako hapo baadaye. Mimi ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV updates bana, unazipata hapa. Kikubwa usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele upate updates. Asante na kwaheri kwa sasa.